ondoka ukatangaze neno la Mungu. Saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Ondoka ukatangaze neno la Mungu. Saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Tazameni, mavuno ni mengi, jambo moja, wavunaji wachache. ndugu, Ondoka uingie shambani ili ukavune. Let us pray and give thanks. Baba yetu na Mungu wetu aliye mtakatifu, our Father and our holy God, Baba Muumba wa mbingu na nchi, Father the creator of the heavens and the earth, Muumbaji wa vyote vinavyoonekana na vile visivyoonekana. Baba, the creator of all the visible and invisible. Watoto wako asubuhi tunainua jina lako Mfalme. Your children this morning we are exalting your name, tukiwa na shukrani nyingi mbele zako Baba mbinguni, having much thanks our Father in heaven, kwa ajili ya uzima na afya ambayo Bwana umetupa asubuhi ya leo, for the life and health that you provided to us today. Tulikuwa tumelala usingizi kama wafu, hatujitambui kinachoendelea katika ulimwengu huu. We were asleep as dead, not knowing what went on the night. Lakini kwa wema wako na baraka zako umetupa kibali cha asubuhi ya leo. But through your kindness and your love, you have permitted us to see the day. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu mwingi mbele za uso wako Mfalme. We pray humbly, we come before you, humbling ourselves before you. Tunaomba msamaha Baba Mungu tulipokuwa
We also pray for the forgiveness wherever we are mistaken. Ukatuosha utakasa kwa damu yako ile tulika pale Golgotha, Mfalme. May you sanctify us through the blood of your Son shed on the cross. Asante tena Baba, maana umetutoa majumbani hata kutufikisha mahali hapa, Mfalme. Thank you also that you have delivered us from our homes to this place. Kwa ajili ya kuendelea kutujenga na kuendelea kutupa maonyo kwa ajili ya kazi ambayo iliyoko mbele yetu. So that we continue being edified and be warned for the work that is ahead of us. Tupe masikio ya rohoni, Mfalme. May you give us spiritual ears. Ili Mungu yetu tunayopokea, Baba yetu wa mbinguni, so that the things we receive here yakawe msaada kwetu, might be helpful to us, yakawe msaada kwa jamii yote ya Tanzania, but also to all the community of the Tanzania. Watumishi wako Bwana, kadiri ya Mungu ulikusudia kwenda kupanda asubuhi, your servants whom you have purposed to stand before us this morning, kwa ajili ya kutuelekeza yale ambayo Mungu umekusudia, instructing us the things you have purposed. Watumie kama vyombo, Mfalme. They use them as a vessel. Wewe ukawe mnenaji mkuu, but you be the main speaker. Watumie Baba kadiri ambavyo unapendeza. Use them according to your wings. Asante na mimi Mungu wetu unaenda kusema pamoja nao. Thank you God that you will speak with them. Asante na mimi utasema na mkutano wako wote mtakatifu. And we know you will speak to the all conference. Yamkini ndugu zetu walioko njiani kuelekea mahali hapa Bwana. But also for those who are on the way coming to the place, ukawe pamoja nao. We pray that you be with them. Ili tuungane nao. So that we join together. Kwa ajili ya washahidi wako mbele yetu. For this great worship workshop ahead of us. Leo ikiwa ni siku ya 3, Mungu wetu. Being the third day today, Baba, tumepokea mengi kutoka kwako. We have received a lot from you. Endelea kutupa kumbukumbu ndani ya maisha yetu. Give us good memories in our lives. Ili ikawe chachu kwa ajili ya kazi yako. That may be a great kwa jina la utukufu la mwana Yesu Kristo. Memory in our lives for the glory of your Son Jesus Christ's name. Aliye Bwana na Mwokozi wetu. Who is our Lord and Savior. Tunaomba kushukuru. We pray and give thanks. Amen. Amen. Tunashukuru mchungaji Yesu kwa ajili ya sala hiyo. Wakati tunaenda kumkaribisha ndugu yetu Mike Buda, basi taifa wimbo namba 63, mafungu mawili tu. Any leader kila kiongozi who wants to go to heaven ambao anataka kwenda mbinguni must ni lazima learn to apologize. Ni lazima awe mtu wa kuomba msamaha, kujifunza kuomba msamaha. It doesn't reduce your personality. Usipoonyesha utu wako, It
it doesn't reduce your salary. Hao sio kwamba umejishusha, Then it increases lakini your level of ukiwa respect. mtu wa kuomba msamaha inakuwa mtu inakuinua. I apologize. We were overtaken Jamani, by other issues. kwa mambo tulipoamka tukaendelea na porojo. We know that we just have one lecture today. Tunajua tuna kama somo moja tu leo. And then some practical. Na mambo ya kutenda kitendo. Then again, we need to thank our beloved brother Chad. Hivyo hatusahau tunapoanza kumshukuru ndugu yetu Chad, Our missionary in Nigeria. ambao ni missionary wetu kule Nigeria, sio wa kwenu. We are only giving him on loan for these few days for you people here. Jamani, kwa hizi siku chache tumewazima tu kidogo tu, kwa siku chache. Interpret what I say. Yes, tumewazima tu. That's alone. We have known as Chad. We just gave him on loan to come and spend about a week here. Jamani, wanasema wametuazima Chad. Ni kweli? No, it's ours. Yeah. We just have a discussion. Jamani, tutaendelea na mazungumzo. And he has reduced his time of discussion with you to about 10 minutes. Amesema kwa wale mazungumzo yetu yatakuwa ni dakika 10. So that I can have plenty time for us to do practical. Ili aweze kupewa muda mkubwa ili aweze kutufundisha vitu vya vitendo. You know there is a spirit kuna roho that moves around when you are present. Kuna roho anayezunguka wakati mnapokuja pamoja. And then when you go, mkitoka mkienda, if the people are not grounded, kama watu hawajaota vizuri, despite all what you have done, bila kujali umejifunza vitu gani. Are we together? Tuko pamoja? Despite all what you have done, bila kujali umejifunza vitu gani, the situation will return back to zero. Na kuambia mambo yale utaweza kusahau. Kila kitu na kurudi kama ulivyo. For that reason, kwa sababu hiyo, we are going to conduct a practical. Kwa sababu tutafanya vitu kwa vitendo. We are going to conduct a practical. Kwa vitendo. I am going to drop an article. Nitaandika ujumbe. And then it will be edited. Ni ujumbe ambao utakuwa kindani. You will pick it up. Na ninyi mtauchukua huo ujumbe. Edit it and put your own address. Na ninyi katika ujumbe huo mtaandika anwani zenu. Share it with your congregation. Na kuwatumia Wakristo katika kusanyiko lako. And share it with your broadcast list. Na kuasa kwa hilo maikumbuka hilo broadcast list. I will go round. Na hapo nitaanza kuzungukia moja moja. And observe what you are doing. Ili niweze kuangalia, je, tunaenda pamoja? But before we get to the practical, kabla hujaanza vitendo, I need to clarify a point. Nataka nisisitize point moja. Because I don't want to leave here being mistaken. Sitaki nitoka hapa watu wanitafsiri vibaya. Yesterday, jana, I wrote this powerful formula on the board. Aliandika hiyo neno, maikumbuka sio jamani? Tuliokuwepo jana. And I explained yesterday. Na nilifafanua ile neno. That you stand for self. Hiyo ya kwanza ni wewe mwenyewe, sio? This stands for family. Na hiyo ya pili ni familia. And that stands for the church. Na ile ya mwisho ni jamani? Kanisa. Are we there? Tuko pamoja? Yes. And I said. Na nilisema. That every preacher here. Kwamba kila mhubiri wote ambao tuko. Should work on self. Ni lazima kwanza ajiokoe au ashughulike na mambo yake, ajiokoe yeye mwenyewe awe Mkristo. Work on your greed. Tukakubali, sio? Work on your covetousness.
ukafanya kazi katika uchoyo wako, ukafanya kazi katika tamaa yako, katika tabia yako, ukali wako, fulugu zako, kila kitu. Work on your anger level. Chuki yako, hasira yako, wewe mwenyewe kwanza umhubiri. Work on your loss. Ufanye kazi katika jinsi wewe mwenyewe ulivyopotea, ujiokoe. Are we together? Tuko pamoja jamani? Maybe I needed to explain further because I know I'm doing what I'm doing. Jamani, kwa nini nimerudia? Nataka tuende pamoja. Labda jana vitu vilikuwa vingi, sikusisitiza. Each of what I've written on the board, you are going to see something immediately. Jamani, hivi mnavyoandika katika ukuta yote mnafahamu, sio? Moses did not work on his anger. He landed. Jamani, tuanze na wa kwanza ambao alishindwa kudhibiti hasira yake. Ni nani? Musa. Alishia wapi? Not to enter the promised land. Jamani, Musa alishia wapi? Aliingia katika nchi ya ahadi. I hope you understand. Najua mnaelewana, sio? Tunaelewana. There was a guy that did not work on his tongue. Kulikuwa jamaa moja hakudhibiti nini? Mdomo wake. For some of you, you may not know, I think you know, Najua mnafahamu. that two leaders in Israel Viongozi wawili katika nchi ya Israeli walitenda dhambi moja. and two prophets of God Na manabii wawili wa Mungu told them their sin. na wakawaambia dhambi walizotenda. One. Kwa nini? Got his head beheaded. Mmoja alikatwa kichwa And the other one na mwingine received a pat on the back. ali receive a pat on the back. Yes. Aliota nini? That is what appreciated. Okay. Prophet Nathan. Mwingine alipeka aliambiwa safi sana wewe. Mmoja alikatwa kichwa, mmoja alisifiwa. Prophet Nathan told David his sin in such a clean way that David even condemned the person. And at the end, Nathan said, "You are the one." Na jamani, umecheka, umeelewa? Umesemaje? Nabii Nathan alimwambia Daudi kwamba umefanya dhambi. Nabii Nathan makumbuka hadithi ya Daudi na Bathsheba, sio jamani? Okay, I hope you understand that. Yes. And what the same sin. Dhambi ile aliyofanya nabii John the Daudi. Baptist attacked Herod. Why? Na Yohana Mbatizaji alimwambiaje Herod? Arrested. Kwamba hawezi kunyang'anya nini? Mkewe nani? Kwa hiyo Herod akaamua mfunge huyo. Even as preachers, Na sisi wahubiri, how you relate with your elder, with your tongue, you have to be careful. ili ule jinsi wahubiri wewe unapokuwa na mahusiano na wazee wa kanisa au wazee wengine, kuwa makini. They may be struggling with some things, and you are also a human being, you are struggling too. Na wewe ni mwanadamu, unapambana, una matatizo, unapambana na maisha yako. Colossians chapter 4 verse 6. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. You see, sweet season with salt. Mmekumbuka mnaposema maneno yenu yao ni nini? That you will be Chumvi. able to minister grace. Ili muweze So that kuhudumiana. you will know how you ought to talk to each one. Ili ujue jinsi ya kuongea na wenzako au kutendeana nini kwa nini. As a preacher, Kwa hiyo mhubiri work on your tongue. ni lazima ushughulike sana na mdomo wako. Covetousness. Na ingine Achan. Akani, mwamkumbuka? Akani alifanyaje? When they said when you go to destroy Babylon or Jericho, Alikuwa don't take anything. kayangamize Yeriko, msichukue kitu. When Achan saw the things, Lakini Akani alipoona vile vitu, Achan looked at it again. Akani akasema hapa mimi nimetoka sasa. Achan looked left, looked right, there was nobody. Akaangalia Akani kushoto kulia, hapa kwamba mtoko huo. Covetousness. Hiyo Covetousness. In fact, let me make you to laugh. I want you to laugh at me. nataka mumcheke. In Luke chapter 12, Katika Luka 12 beginning from verse 1 kuanzia mstari wa kwanza to verse 10, mpaka mstari wa 10, Jesus was talking about the Holy Spirit.
Yesu alikuwa anazungumzia pale kuhusu Roho Mtakatifu. There was somebody in the crowd. Alikuwepo mmoja ndani ya kundi ile There Yesu was alikuwa. somebody in the crowd Alikuwepo mmoja who was not interested in what Jesus was saying. ambao hakuelewa lolote Yesu He anachosema. raised his hand up. Akanyanyua mkono. Master, excuse me. Akasema, Bwana, samahani. Tell my brother Kamwambie Bwana, kamwambie ndugu yangu. to share my father's property with me. Kamwambie kaka yangu tu atugawanye mali. Are we together? Tuko pamoja? The sharing of father property and the sermon Jesus was preaching Jamani, are not the same. kugawana mali ya baba na somo la Yesu Kristo viliingianaje pale? So you can imagine that you can be in the church preaching, somebody is thinking somewhere. Jamani, hivyo Jesus unaweza kuwa katika kanisa Jesus na Mungu was talking about the Holy Spirit. Yesu alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu. And the man Na said, ule jamaa tell my brother. akasema, mwambie kaka yangu. That was when Jesus dropped the greatest bomb. Na Yesu pale akafungulia bomu kubwa. Beware of covetousness. Angalia, For kujiepusheni a man's kweli life. lakini na choyo. A man's life consists not in the abundance of his possession. Maisha ya mwanadamu hayamo katika wingi wa nini? Wa mali. Bwana sifiwe sana. What of greed? Sasa hiyo jamani ndio ingine hiyo kwa Kiswahili nini hiyo? Naaman. Choyo. Naaman. Naaman. Unamkumbuka Naaman? Naaman. He came all the way from Syria Jamani katika nchi ya Yushua Syria to be healed by Elisha. ambao alitoka akatuma kule ili aweze kuona ukoma wake. Kwa anakuja Naaman alikuja na zawadi nyingi. And Elisha said, go, give yourself in. Na pia akamwambia nenda kajichunguze katika mto. I'm not collecting anything from you. Nenda katika mto Jordan kanao. Lakini jamaa anaitwa nani? Gehazi. What you really had in life, then we understand. Gehazi look at the gift. Lakini yule jamaa alipoangalia zile zawadi. How can this man go? Huyu jamaa huyu nabii naona kichwa chake alifanya kazi. Anaanza nabii ndio No. My master did not do it. Bwana yangu sio anauma bwana yangu. Anauma kichwa. He decided to run through the back door. Na huyo jamaa akaanza kupanga sasa jinsi ya kwenda Stop. akamwambia, simama. Let me not tell you the story, you know the story. Na siwezi kuendelea kusema vingine vitu tunafahamu hadithi zilizoenda. Sio jamani, Bwana sifiwe sana. Hiyo Greed. Joy. Love. Tamaa. David was supposed to go to war. 2 Samuel chapter 12. Who? David. Daudi alishindwa kwenda. 2 Samuel chapter 11, sorry. Haitaka kwenda vitani lakini So hapo. when the men have gone to war, Wale watu wameenda vitani. the women felt that there were no men around. So Na wale wanawake wakajua kwamba wanaume wote wameenda vitani, hakuna wanaume katika mji. Jezebel was battling outside. Na Bethsheba akajua hakuna wanaume, akaenda kuoga nje tu. And David stayed in his story building. Na Daudi alikuwa katika ghorofa lake anaangalia. And saw her. Na akamwona. Let me read the story. Na mnafahamu hadithi jamani. So as a preacher, Jamani, kama mhubiri work on yourself. lazima ujishughulikie Now why I mwenyewe. am explaining this is that yesterday someone approached me inbox. Na kuna mtu mmoja kwa hiyo nasema nataka niweke wazi kwa sababu kuna mtu ameniuliza swali kuhusu hilo jambo. Now when you work on yourself, Ukijishughulikia, ukijisafisha wewe the mwenyewe. next is to work on your family. Na ya pili lazima ushughulikie nini jamani? Familia yako. This one is a little bit difficult Na hiyo hapo ni ngumu. because your wife that you married is coming from another family. Kumbukeni sisi wanaume tunaoa wanawake kutoka katika familia nyingine. Ni Mungu mwingine. And because even the church, Hata kanisa. we have not really taken time to have seminars on parenting to show. Yake ndio anapomfanya mke wako hana shida. So- Fanya hivi.
So sometimes the children see us as military leaders. Sasa watoto wanaona kwamba baba ni jeshi, baba yetu ni komando. They now form alliance with their mothers. Na watoto wanafanya nini? Wanakuona wewe komando, wanafanya mapatano na nani? Na mama yao. Wanampatipati mama yao. Wewe umekuogopa, wewe ni komando. So no matter the quality of your preaching, jamani, mnapokuwa mhubiri, that place is. Then let me clarify. Yeah, family under you and member of your family that have married. Angalieni jamani tena. Jamani, family ulionayo wewe sio family ya mama mke wako ulioioa ile ya kule. Are we together? Tuko pamoja. Family ya chini. The one that we are talking about is the children that are under above you. Jamani, tunazungumzia ni watoto wale ambao wamepata na mke wako wanayokuzunguka. Are we together? Tuko pamoja. You have to try your best. Ni lazima ufanye kwa juhudi. Sometimes I've said this in Nigeria. Nasema mara nyingi ni kwa Nigeria. Na waombeni hata pa Tanzania. Sometimes there is nothing wrong in kneeling down and begging your child. Jamani, hakuna tatizo jamani. Hata ukipiga magoti kuwaomba watoto wako waweze kukusikia. If you misbehave or if you misbehave, it will affect your spirituality. Jamani, mke wako akianza kukusumbua wewe watoto wako, hata kazi yako inaanza kusumbua. Tuko pamoja. So use all diplomacy. Jamani, tumia mbinu zote za ubalozi za mapatano. These children, you are not the only one training them. Hawa watoto umepewa na Mungu. As they go to school, wanapoenda shuleni, they receive training from their classmates. Angalia, wanapoenda shuleni wanapata mafunzo kuhusu rafiki zao. As you leave the house, they watch the television, they receive training. Na wakitoka shuleni, hao wamepatana vitoto vile ambavyo vijikutu kule shuleni vimewafundisha. Wakitoka shuleni, hao wanakuja kuangalia TV. As you leave this your phone for them, na ukiacha simu mezani. So the battle is big. Kwa hiyo una battle kubwa watoto hao. Maybe one of the years when I come, if I will come again this time, kama Mungu atanipa, we will spend one day on collective. Na atanipa nafasi tena ya kuja huku, nitakuwa na somo jinsi ya kutunza, kulinda familia zetu. Are we together? Bwana asifiwe sana. It's not a joke. Sio hapo jamani, sio cha utani hapa. What I want to say is that if your child has left their house and has married, lakini nachosema mtoto wako akitoka nyumbani pako ameolewa tena na huyu kwa ameoa, the church will not use it against you. Na mtoto akule akiangaizwa na ulimwengu wa kanisa hawezi kuambia kwamba mtoto wako aliolewa sasa anakunywa pombe. When they were with you, they were doing well. Ambacho kinachotakiwa watoto wakiwa chini yako waendelee kufanya vizuri. Jamani, hapo turudie. Watoto wakiolewa wale ni Wakristo. Kanisa linapoenda kuwarudisha linawarudisha kama Wakristo waliopotea. Watoto tunaozungumzia ni wale walio chini ya nini? Yako, ambao wanaweza kufanya usio mzee wa kanisa. Lakini waliotoka hawezi kufanya usio mzee wa kanisa. Hiyo nataka muelewa vizuri. Kwa sababu yule ndiye ni Mkristo kama Wakristo wengine. I hope you understand. Najua mnaelewana, kama tunaelewana. We will ask the church to come ask small voice for what I'm saying. Yeah, tutamuomba chaji aje hapa aongezee tena maneno machache hapa kama anavyosema hapa kazie naye. Mzee anasema wewe unaniweka katika matatizo wewe. Sijajiandaa mimi na kwamba nichangie point yako. Matatizo wewe. Tunapenda matatizo ya ubiri tuweze kutatua, sio jamani? Bwana sifiwe sana. Amen. I don't remember the passage exactly in the book of Ezekiel. Sikumbuke hasa katika kitabu cha Ezekiel mstari na sura. But Ezekiel is writing, lakini Ezekiel anaandika,
The sins of the father are not on the son. Anasema dhambi za baba haziko chini. Hawezi Ezekiel 18:20. Hawezi mzazi wake hawezi kuchukua dhambi za baba yake. And if that child Na huyo mtoto is an adult, amekuwa no longer living in your house, aishi ndani ya nyumba yako, the sins of that child do not reflect upon that husband. dhambi zake anazotenda kule haziwezi kukushughulikisha wewe baba yako. That father cannot be held responsible for what that child Baba yake hawezi kulaumiwa kwa sababu ya mtoto aliyeoa au kuolewa anayetenda dhambi kule. can also say. Na tena niongezee, Just because that child has left the house, kwa sababu yule mtoto ametoka nyumbani ameenda nyumbani kwake, and they are responsible for their own na choices yule mtoto ameacha familia yake na dhambi zake ziko chini yake until the day you die. mpaka siku utakapokufa. It is your responsibility to bring that child back. Wewe kazi yako, mtoto wako alioa, mtoto wako aliolewa, mpaka utakapokufa, kazi yako ni kumrejesha katika njia ya Bwana. Kazi yako ni kumrejesha katika njia ya Bwana, sio kulipi adhabu yake ya dhambi. Tuko pamoja jamani? That child can make their own choices. Yule mtoto anaweza kuwa na miamuzi wake, miamko yake, ulevi wake na mambo yote. And they are responsible to God for those choices. Na yale mambo yote yeye mwenyewe atajibiwa mbele za Mungu. But Lakini as long as your lungs draw breath, lakini wewe mzee unapoendelea kuishi hapa duniani, pumzi yako haitatoka. you need to try to break that wayward Ni child. lazima wewe kwa mtoto wako hata ni mkubwa kumwomba, kutafuta mbinu, kumrejesha katika njia iliyo sahihi. Bwana asifiwe sana. And let me also say something else. Niseme tena jambo lingine. You are responsible Wewe leo unawajibika if kama you give up on that child. ukipa moyo kwa ajili ya mtoto wako, ukimwacha mtoto wako bila kwenda kulia ili arudi katika njia yake. If that child goes wayward Kama ule mtoto akienda zake and you do nothing to na bring wewe that child back, unasema ni mkubwa, ataona mwenyewe, kuna hukumu, ni mkubwa, itampata. then you are responsible for allowing a lost soul to go lost. Maana yake umeacha roho iliyopotea ili iendelee kwani kupotea, ni roho ile. You are the father. Wewe kumbuka, sababu mawili, wewe ni baba yake. God has given you a family. Mungu amekupa familia. You are the one in charge of your house. Wewe ndio kichwa cha familia yako. Bwana sio. You will answer to God for the things that happen in your house. Na utajibika kwa Mungu, utajibiwa kwa Mungu kwa mambo yote yanayotokea katika familia yako. When that child is living in your home, Mtoto anapoishi ndani ya nyumba yako, you need to manage them. ni lazima uwadhibiti. But when they leave, Hivyo hivyo wakitoka, we can pray that they make the right choices. ni lazima waweke maombi kwenye maombi. Mungu wasaidie familia yao waweze kuwa na maamuzi yaliyofaa. We can pray that they do. Na tunaomba ili waweze kufanya hivyo. But if they do not, Lakini wakishindwa kufanya hivyo, the responsibility is on them, but you never give up trying to bring them back. wakifanya hivyo wasipokusikia, hatia ni yao. Lakini anachosema usivunjike moyo, usikate tamaa, uendelee bali kumwombea na kumwomba mpaka ile pumzi yako ya mwisho. Now let me say this. Niseme nini? I have never said these words to anyone in public. Sijawahi kusema maneno haya katika mkutano wote wa watu. Even my good uncle has no idea what Na I'm huyu ndugu yangu, rafiki yangu akae chini, hajui ili asikilize vizuri. I have one child who is wayward. Ana mtoto mmoja. I have 5 biological children. Huyu mtoto mmoja alimnunua wale wa na wana watoto wengine ambao wakuzaa wenyewe. Watoto sita. They're all faithful except one. Wote watoto wale ambao wote wako pale sita ni waaminifu isipokuwa mmoja. All of them are faithful except one. Wote waaminifu isipokuwa mmoja. And she is making choices that I
100% disagree with. Na huyo moja wa kike nimesema she sio. Maana anatengeneza anakuwa na uamuzi ambao mimi kwa 100% sikubaliani naye. She knows that I love her. Anafahamu mtoto huyo kwamba nampenda. But she also knows that I cannot go along with her choices. Na anajua kwamba huyo mtoto baba hakubaliani na maamuzi yangu na matendo yangu ninayofanya. She is wayward. Lakini Mungu, and I'm not giving up on her. I'm all trying to make her. Mimi sivunjiki moyo. Right? Sife moyo. I want 5 children who are faithful. Na watoto 5 ambao ni waaminifu wote. I have 1 that is not faithful. Kuna mmoja ambao sio mwaminifu. Let me ask you a question. Niwaulize swali. Does that make that one child who's been off? Je, wewe mtoto akipotea? Does that make me a failure as a father? Je, itanifanya mimi baba niwe nimeshindwa na familia yangu? I tell you true. Naambia kweli. For years I struggled with that question. Jamani, kwa miaka mingi hili swali limeniumiza sana. Nafikiria sana. The person that I'm talking about has been to this church building many times. Na mtu ambao anaongea amewahi kuja katika sehemu ya kanisa. I struggle with guilt. Nilikuwa na mtu ambao nilikuwa kama mtu mwenye makosa, questions, mtu mwenye kujiuliza maswali. What did I do wrong? Nilifanya tendo gani? Nimefanya wapi? Nimekosa wapi? What could I have done differently? Je, walipokuwa huko nyuma ningefanya jambo gani ambao ningewasaidia watoto wangu? Serious struggles. Jamani, haya mambo yanakuwa ni matatizo ya kwa umakini yenye nguvu katika mtoto. Finally, I had to come to the realization. Lakini baadaye hatimaye nikafungua kichwa nikaelewa. That person is making her own choices and she's responsible for those choices. Nikaelewa kwamba huyu ni mkubwa na maamuzi yake ni yake yako juu yake mwenyewe. There's not a one of us in this building that is a perfect parent. Hakuna kati yetu sisi ndani ya jengo hili ambao anasema mimi ni mzazi, mimi watoto wangu ni mzazi mzuri sana. Every one of us can think back to how we treated our children. Wewe tulikaa na kufikiria jinsi mnavyopambania watoto wenu na watoto wanapokuwa na maamuzi yao kichwani mwao. I remember that time when I shouldn't have spoken that way to my child. Unaweza kuangalia hata mzazi labda ukagundua kwamba ningejua niseke ukemea kwa njia ile mtoto wangu. Maybe I shouldn't have allowed her to do that thing. Ule uruhusa nilompa nenda kwa wenzako kwenye disco nisingefanya vile. Going back in my mind trying to question everything that I did. Jamani, katika akili zetu unaanza kufikiria na kuuliza yote maamuzi uliyofanya katika maisha yako kuhusu watoto. It's a serious struggle that people like me go through. Ni vita ambao vya umakini ambavyo kila mwenye akili anaenda nazo kichwani mwake. It is my daily prayer that child come back to the Lord. Lakini pamoja na hayo huyo mtoto wangu kila siku namuombea ili aweze kurudi katika njia ya Bwana. And I will not give up until I die. Nawaambieni hapa mbele yenu, sitavunjika moyo, sitakufa moyo. Nitaendelea kufanya hivyo mpaka nitakapokufa. So that's what I think about that. Ndivyo ninavyofikiria kuhusu hilo jambo. And I think the scripture will remind us. Na ukienda katika Isaya 20 pale wote Isaya 18 utasoma. But let's be careful. Lakini tuwe makini. One more thing, Mike. Kitu kimoja. Let us be careful. Tuwe makini. That we do not hold each other accountable to a standard that even God Himself cannot measure up to. Jamani, usiwe wewe kuwalaumu watu katika vitu ambavyo haviwezekani. Haviwezekani. Think back to Adam and Eve and their children. Angalia, unatakiwa kujifikiria sana uweze katika kitabu cha Mwanzo, Adam, Hawa na watoto wao. And so we need to be careful that we don't hold ourselves to a different standard that we hold God. Jamani, ni lazima tuwe makini tunapoamua vitu kuhusu familia zetu. Cain made his choices. Kaini aliamua mwenyewe.
he was responsible for those choices. na akapata hatia mwenyewe kwa uamuzi wake. But even though he made that choice, God made provision for him. Lakini angalia, Mungu alimwacha akamtengenezea njia ya kutokea. So, anyway, thank you. Now those are my thoughts. Haya ni mawazo yake. You're welcome to agree or disagree. Na wewe unauru kukubali au kutokubali. Jack Wagner, that's where I am today. Huyu Jack Wagner ndio msimamo wake. Bwana sifa sana. Asante sana. We are very sorry that we have deviated slightly from the work. Tumeingiza hili jambo hili. I am more qualified to preach than Jack. Mimi ninaweza kuhubiri zaidi ya Jack. I am more qualified to preach on this than Jack because I don't know any one of you. Jamani, If he is preaching, you will be thinking it is you he is preaching. You understand what I'm saying? I only know Julius Nyerere Airport, Green Hotel, and here. anasema kifupi jamani, yeye angekuwa na ubiri hivyo ingekuwa vizuri, kwa sababu hajui mmoja wenu, hakuna unaoenda kunani. Lakini chaji, lakini siwafahamu. Don't think I am preaching because of you. Naombeni jamani, sio kwamba namhubiria. One of the things that Chad has said, Mambo ambayo ndugu yetu amesema Chad very important. ni mambo muhimu. We should not raise a standard above what we can trace from the scripture. Jamani, hatuwezi kuyazidi maandiko. Kifupi, When Cain fumbled, alipoanguka, Adam, his father, was not blamed. jamani, alipoanguka, je, lawama ilienda kwa Adam? Mungu alimwamuru When Adam and Eve fumbled, hivyo they were the alipoanguka, ones that were punished, not God. na hao wawili Adam na Hawa walipata adhabu, sio kama Mungu aliyowaumba alipata nini? Adhabu. If you understand, understand. Kama ukielewa Biblia utaelewa. But that is not to mean you go and resign and sleep. Say, well, I am very happy. If you have my child, Mimi nimekasirishwa sana na watoto wenu, mimi sitaki, naenda kulala. Mambo yao yatokee huko. continue doing your work. Unatakiwa mzazi uendelee kufanya kazi yako. But let me drop this as a bomb. Niwaletee bomu lingine. A bomb. Are you ready? Mungu tayari? We need, let the preachers in Tanzania begin to know. Hii inatakiwa wahubiri wa Tanzania waendelee kufahamu. We need serious parenting lessons. Wahubiri wa Tanzania waweze kufahamu hili jambo. Tunahitaji wazazi wanaosimamia watoto wao kwa nguvu zote. The devil is beating hard on the family. Jamani, ibilisi ana nyundo, anapiga familia za wahubiri, anaendelea kupomoa. So get that inside. Unatakiwa kusimama. If he can go to the family of the missionary. Kama angalia, fikiria tu hapa mfano mzuri. Kama ibilisi anaenda kwa familia ya chaki missionary. He's not afraid of anybody, the devil. Fikiria jamani, anaenda kwa His intention is to weaken you so that you will not do the work again. mambo ya ibilisi ni kufanya uwe dhaifu ili usiendelee kumsumbua kuhubiri ukweli. May God help us to work on our families. Mungu atusaidie tuweze kufanya kazi na familia zetu. May it be well with us in Jesus' name. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. All right. Bwana sifiwe. That is 25. I don't know the person, but the person sent me a mail. I hope you understand. Simjui ni nani, kuna mtu By ameniuliza what I hilo. said here, Lakini hii ni faida kwa wote. I have answered the person. Nimejibu kuhusu hii hapa jamani. Sio jamani. Do you understand? Nimejibu. All right. Now let's go to practical class. Sasa twende katika shule ya vitendo. Tubagi. Kwa hiyo ukijiokoa mwenyewe, ukisimamia familia yako, itakuwa rahisi kuliongoza nini? Kanisa la Mungu. It's okay. Can you raise your left hand up? Raise your left hand up. Jamani, mkono wa kushoto simame. I didn't say wave it. Just raise it up. Bring it down gently. You are raising, I said left hand, you are raising right hand.
Lift your left hand up. Back shot, back shot, back shot, back shot, back shot, back shot. Bring it down gently. Pole, 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 chini, Gently. pole, 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 Gently. pole, pole, Gently. pole, pole. Now, I don't know how to talk so that you can see. Drop your foot. Achana na simu. I want to give you an exercise Nataka niwape that will mazoezi break your internal organs up. ambayo inakusaidia vitu vya ndani viweze kuamuka visilale. Put your right hand like this. Your right. Na mkono wa kulia kuminye kama hivi. Then your left hand like this. Na mkono wa kushoto hivi alivyofanya. Watch it. Watch it. Angalia huku, weka hapo. Weka hapo. 50 times. Jamani, haya mafunzo nilienda kufundishwa huko. Endelea. Sasa uone hapo mkono unakubaliana hapo vizuri. You are not busy, you are playing. Don't make it like this. All right. When you wake from bed every morning, Ukiamka kutoka kitanda chako kila asubuhi 50 here, 50 huku, 50 here, 50 huku then 50 here. na 50 makofi. Kama unapiga vizuri, unakuta hapa toka hii, bega hii na bega hii inakuta. Kwa hiyo unaona haya jamani. Huyu profesa huyu. I don't want you to learn something in writing. Drop in a message right now. Nitakupa message moja hapa niandike. The message is shooting for this time. Ujumbe ambao utakuwa ni mzuri kwa wakati huu. Is that? Well done. I want some water. Is that there? Are we ready? Tuko tayari na simu. Where's our translator? Yule anayetusaidia kubadilisha lugha kwenye ujumbe zetu. Nova, ujumbe ukiingia fanya kazi haraka. Ujumbe ukiingia badilisha lugha. Ina maana tuwashe data kwenye simu. Simu iwe na data. Okay. I have gotten the message already. Alishapata ujumbe tayari. Anachokifanya ndugu hapa kwenye huu ujumbe anaoandaa sehemu ya mwisho. Okay. I have brought it. Now, look at the last part of the message. Kama tulivyosema, angalia sehemu ya mwisho ya ujumbe. Is the only part that you are going to read.
Na ni hiyo sehemu tu ndio utaifanyia editing. That part of the message says, kindly worship the Church of Christ. Covenant Nigeria for more great messages like this. Hiyo sehemu nasema tafadhali. I'm going to take you to your congregation. Tafadhali shiriki ibada pamoja na kanisa la Kristo kupitia namba hii, ama tutembelee katika namba hii kama maswali. Eneo hilo tu ndio wewe utafanyia editing, ndio utabadilisha eneo hilo liendane na kusanyiko lako. Kumbuka hili ni somo la siku ya kwanza. Anasogea hapa karibu na mtandao ili ujumbe uweze kutoka. So that once it drops, it does not yet drop. Wait, what? I'm going to change the wireless. Okay, that's from now. Azungumzia umeonaje hii kazi iliyofanyika, kama kuna kitu kizuri kumejifunza ya maana kwa maeneo waliofanya vizuri, kama kuna mapungufu na kadhalika. Nirudie tena. Kama mmefurahia mnasema, kama mnataka iendelee mwakani mnasema, kama mnataka iwe mwisho tusirudi tena mnasema, kama hivyo hivyo. Mawazo yenu tuboreshe wapi? Kwanza tunaanza, sio jamani? Kuna mapungufu, kuna nini, yote mnasema tuboreshe. Kama mnapendelea Mbagala, kama mnataka sehemu nyingine, ni nyinyi ambacho ni flow yenu sasa. Mimi binafsi nafurahia huduma yenu nzuri sana. Tumepata mafundisho mazuri sana. Mafunzo tuliyopata leo yawe ni endelevu. Tunawakaribisha tena na tena na tena. Lakini ni ombi langu kwamba kanisa la Bwana linashindwa kusonga mbele kwa sababu hatuna vyombo vya kisasa. Tulikuwa tunaomba mtusaidie radio ambayo itaweza kuhubiri mpaka kule vijijini, watu waweze kufikiwa injili ya kanisa la Kristo. Asante. Sikiliza sasa, sikiliza. One step at a time. Tunakwenda hatua moja baada ya nyingine. Right? I'm going to see that. That's a good idea. Radio station is a good idea. Ni wazo zuri kuwa na kituo cha redio. One step at a time. Lakini tu wavumilivu hatua moja baada ya nyingine. The question was asked. Swali lilikuwa linasema, this person would like clarification on evangelism. Anahitaji, huyu ndugu anataka awekwe vizuri katika masuala ya uinjilisti. Our good brother here, Mike, has been giving a lot of lessons on using the phone in evangelism. Na Mike ametoa masomo mengi ambayo yalikuwa yanaelekeza namna ya kufanya uinjilisti. And the question is, na swali ni kwamba, if we're using the phone for evangelism, na je, kwa kutumia simu kwa kufanya uinjilisti kwa njia ya simu, should we stop house to house evangelism? Je, tuachane sasa na uinjilisti wa nyumba kwa nyumba kwa sababu tunatumia simu zetu kufanya uinjilisti? I say no. Anasema hapana, kama na nyinyi nilivyoona mnatikisa vichwa. As I have been saying, na kama alivyokuwa akisema, a carpenter has many tools to use to do the job. Fundi seremala ana vifaa vingi katika boksi lake. It might be a saw, it might be a hammer, it inaweza might ikawa be ni a spinner. sindano, inaweza kuwa ni nyundo na kadhalika. Just like evangelism. Na kama ilivyo pia kwa uinjilisti. You can reach many people with the phone. Unaweza ukawafikia watu wengi kwa njia ya simu. You can also reach many people house to house. Lakini pia unaweza ukawafikia watu wengi kwenda nyumba kwa nyumba. You can reach many people by the radio. Unaweza pia kuwafikia kwa njia ya radio, TBS na TBS, whatever. Kifaa chochote utakachotumia. We all have many tools. Tunachoshukuru ni kwamba sasa tumepata vitendea kazi vya kutosha. Some people may be maybe better at phone evangelism than house to house. Kuna watu ambao watakuwa wazuri sana katika uinjilisti wa simu
zaidi ya walivyo katika uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Some people may be better at house to house than the phone. Na wengine watakuwa wazuri sana nyumba kwa nyumba, lakini simu wanashindwa. How do I see that? Kwa hiyo hakuna shida. We all do what we can to reach the lost. Kwa hiyo wewe unafanya kile unachoweza kwa ajili ya kuwafikia waliopotea. Ndio kazi yetu. I say yes. I say continue. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa kwa mimi, niendelee moja kwa moja. Kitu cha kwanza kwa mimi ni kushukuru kwa ajili ya washa au semina ambayo imetokeza katika eneo hili na naendelea nayo siku zote. Jambo la msingi ambalo mimi niliona ni kwamba yani hili liendelee, iwe endelevu katika miaka yetu yote, ili kwamba kanisa liweze kusonga mbele kwa Tanzania. Jambo la kwanza ni hilo. Lakini jambo la pili ambalo sasa ni ushauri kwa walimu wetu ni mwalimu Mike amejaribu kuongea vitu. Hata jana alikuwa anasema usiandike watu. Sisi hatuna uwezo mkubwa sana wa utumiaji wa simu hizi smartphone, lakini mtu anaweza kutegemea kuipata kwa wakati ujao. Kwa hiyo tunashauri kuwepo na karatasi, yani vitu vilivyoandikwa kama uinjilisti fulani ambao ulikuwa umefanyika utakuta vimechorwa, zimeandikwa pale. Mimi nikiona kile, hata kama mwalimu ameshaondoka miaka 5 iliyopita, nitaingiza kulingana na maelekezo yaliyoletwa pale, nami nitakuwa tayari kama Mike huko hapa. Kwa hiyo wakati atakapokuja ahakikishe anaweka pale vitu kama hivyo, kwa nasema sijui kwenye broadcast aandike kwenye karatasi hapa tugawie sisi kinara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini expert, you can translate the things that I post there in English, because even when we finish, I will still repeat, because there are some of you that have not gotten it right, and once you get it right, you'll be all happy. I'll repeat it, and I'll find, okay, I'll prepare a handout and send it by PDF. Then you can convert it to your language and share. Anasema kama nilivyokuambia, kila siku usiku baada ya hapa akifika hotelini anajaribu kuelekeza kuandika kwa kifupi kile alichofundisha, lakini anasema sawa, amenipokea, atajaribu kuyaweka kwa PDF, atatutumia, alafu tuweke katika lugha yetu, tusambaze kwa wengine. Lakini na wengine kama sisi wenyewe tunao kama roba ule pale, anaweza kuandika kila kitu kwanza, tulipoanzisha grupu, tulipokuja kwenye zote, anaweza kuandika, alafu akatusaidia kugawa. Bwana sifa sana. Amen. Kwa sababu kuna watu ambao ni wazuri hapa na simu, kwa hiyo watu watumie. Nigeria, we produce a booklet every year. Kule Nigeria kuhusu kupata kile tunachojifunza kwa njia ya maandishi, kule Nigeria wanatengeneza kijitabu kila mwaka. The speakers produce their lesson ahead of time, and it is collected and put into a book form. Kwa hiyo walimu wanakusanya masomo yao mapema, alafu yanawekwa katika kitabu kimoja. And then the participants who come to the workshop are able to each get a copy of that booklet. Na nyinyi washiriki tunapokuja hapa katika warsha, tunakuwa tayari tunapata yale masomo kwa sababu yameandaliwa mapema, walimu wakiendelea kufundisha tayari tunayo. We also try. Kwa hiyo ndugu Chada anasema pia watajaribu to send each participant home with Bibles and other books. We try to send the attendees, send them home with Bibles and books. No, in Nigeria. Anataka nilipate vizuri. Na wakishafanya hivyo baada ya warsha, wakati watu wanatawanyika, wanawapa pia Biblia na vitabu. Since this is the first year here in Tanzania, lakini kwa sababu hapa Tanzania hii ndo mara ya kwanza, we're only getting started. Ndio kwanza tumeanza. And so in order to produce a booklet, we have to have plenty of time. Na ili waweze kutengeneza hicho kijitabu wanahitaji muda wa kutosha. To get the lessons together and also translate them into Swahili. Kupata masomo, kuyakusanya kwanza masomo yote pamoja, lakini pia kutafsiri kwa Kiswahili. If we choose to continue this program next year, then we need to plan ourselves in that way. Na kama tukiamua kwamba tuendelee na mpango huu kila mwaka, basi tutajipanga katika mwelekeo huo. So, that's what I'm saying. Kwa hiyo hilo ndilo analosema.
Hivi kuna mtu anasema hapa usiendelee jamani? Labda wote tumekubaliana mwakani mkutano uendelee. Everyone agrees. They want next year the meeting to go on. Another serious question. Na swali lingine muhimu. If you want to have it next year, kama mnataka warsha hii tena mwakani, when is the best time to have it? In November or December or another time? Ni wakati gani mzuri mnadhani tunaweza kuifanya? Je, Novemba, Disemba ama kipindi gani? Disemba. Mwezi wa 12. 12, mwezi wa 12. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya ngapi? Wiki ya like we did the first wiki week. ya pili au wiki ya kwanza? Ya pili. Tuwe na kauli moja, ya kwanza ya pili. The first week of December. Like what we did. What we did here. Bwana Yesu asifiwe. Karibu ndugu Amina. Kwanza nishukuru kwa ajili ya ugeni huu. Na katika Biblia tunaona baadhi ya watu waliopokea wageni waliwashurutisha wabaki. So thank you for you being here. It says that in the Bible there are people who receive visitors and guests like you, and they told them to stay. So I don't know what you want to say. Kwa mfano, Lydia baada ya kupokea Paulo na Sila aliwashurutisha wabaki. Paul and Silas, she said that they should stay. You know the story. Kwa hiyo hata sisi tungeomba kwamba muendelee kuwepo mwezi mzima. So according to him, we want you to stay here for a month. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa masomo yenu mazuri. Boaz anasema kama unakubali tuhamie kwako. Hello. God is offering that I should stay. Jamani, tunashukuru sana kwa ndugu aliyetutokea kwamba tuendelee kuishi kukaa. I have a long list of engagement. I'm returning on the 9th. Jamani, tarehe 9 lazima nianze kama ndivyo alivyosema tarehe 9 sasa yani. On the 10th and 11th, I have training with preachers in Lagos, in Nigeria. Kwanza tarehe 10 na 11 atakuwa na seminar kule Lagos, Nigeria. Then 11th in the night. Jamani, usiku wa tarehe 11 akimaliza seminar pale Lagos. I'm flying to Freetown, Sierra Leone. Anaenda Freetown katika nchi ya Sierra Leone. On the 12th, I will rest. Na 12 tarehe anapumzika. 13 to 17, I will be in Guinea. 13 mpaka 17 anaenda huko Guinea. 18 to 22, I will be in Freetown. Tena katika 20 na 22 atarudi katika mji wa Freetown huko miji mikuu. So I'll be back to Sierra Leone. And 23, I'll be returning to Nigeria. Na tarehe 23 mwezi huu lazima arudi Nigeria. 24 to 26, we have a youth program I will be attending. Na 26, So I am only free. Kuna kazi anayotakiwa kufanya seminar huko. I am only free 27, 28, 29, 30. Kwa hiyo ana muda tu 27, 28 na 29 na tarehe 30. So I can't even guarantee you 10 days. It's not easy. Haiwezi jamaa, siwezi kumaliza siku 10. Ni vigumu sana. But if I will come next year, I will try my best. Kama nitafanikiwa kurudi mwakani, Mungu akipenda, nitajitahidi zaidi. You have to pray hard. Niombe jamani, muombe na kufunga kwa nguvu. For my brother to approve that I should come. Ili ndugu yetu aweze kuwa hai, aweze kutusaidia kufika hapa tena. So you see, my coming depends on.
Kwa hiyo kuja kwangu, uzuri wa hili jambo liko wazi. Kuja kwangu kunategemea nani? Kunategemea nani? And there are other better people he can bring. If he does not go with me, there are other people he can bring to come and continue from where I have stopped. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kuendeleza pale ambao nilipofikia. Kama nataka chaji anaweza kuleta wengine wageni, lakini tunamtaka uwe wageni wengine pale. We want you. We want you. We want you. Kwa masomo mazuri ambayo tumeyapata na tunatamani kwamba tuwe sawa na Nigeria ambao wako watu milioni 1.2, na kwa masomo ambayo mmetupa nimefanya kila mtu sasa aweze kujua kwamba wajibu wake ni nini, hata kama ana simu, hata kama yuko busy, anaweza akafanya kazi ya Mungu. Lakini natamani kwamba mwakani mkija, badala ya kuita tu watumishi, basi waite Wakristo wote wa makanisa yote Tanzania ili nao waweze kujifunza zaidi. Asante. So thank you for the lessons. It has woken us up and strengthened our spiritual condition. He's saying that next year he desires that he can invite all Christians, not only servants. This workshop is not for every Christian. Hii workshop nasimama na kusimama. Sio kwa ajili ya kila mmoja, kwa ajili ya kila Mkristo, ni kwa ajili ya watenda kazi. These are for the key workers. Wale wenye nguvu, wale wanaozunguka timu Dar es Salaam, timu Temeke, timu Lujewa, timu Chimala, ndio wanaotakiwa, wanaume na wanawake wanaotenda kazi, sio kila mmoja. Now, sasa, I also want to say something else. Nataka niseme tena kitu kingine. There's one key component that is missing to this workshop. Jamani, kuna kitu ambacho tumekikosa katika workshop yetu ile, that we will try to put in the plan for next year. Ambao hiyo kilichokosekana tutakiweka katika workshop ijayo. And that is evangelism. Ni uinjilisti sasa, kugawana vikundi kwenda kufanya nini? Uinjilisti. If you can imagine, fikirie in Nigeria, kule Nigeria wanapofanya this workshop brings together 500 to 700 of the key evangelists. Jamani, kule Nigeria nilipoenda, wahudumu wa matimu na matimu walikuwa 5,000 na kitu. It is located in a different spot of the country every year. Na wao wanafanya kila mwaka, wanaiweka Temeke, wanaiweka Morogoro, wanaweka tofauti vituo. That's in Nigeria. Kule ni Nigeria. And one of those days, na muda huo, one day, all the participants, wote washiriki, zote timu za Nigeria zilizo sehemu tofauti. All the people at the workshop, the 500 to 700 people there. Watu wanafika hata 6,000, 7,500. They all go out for evangelism. Okay, watu wale wanaofika 500, 600 wanatoka sasa, wakifika kama hapa Mbagala kwenda kufanya nini? For 4 hours. Kwa masaa mangapi? Manne. And so, if you can imagine, kama fikirie, next year, mwakani, if we have 150 participants kama tukisema tuongeze tu target 150 washirika. And let's just say, I don't know, this workshop is located at Temeke or Kekoju or Mbezi. I don't know. Tunasema hamtaka kuamua wenyewe kama ni hapa ni Kekoju ni Temeke. Fikirie. And then all the participants flooding the area. Washiriki tunaoshiriki pale tukagawana vikundi, tukaenda nyumba kwa nyumba. There's a lot of benefit to that. Jamani, hiyo inaweza kuleta matokeo mazuri. Not only do you have all those participants at your church, sio kwamba mmewaleta tu wale washiriki katika makusanyiko yenu. You have all those people doing evangelism in your area. Lakini mlichofanya lile kundi lolote mligawanye, liende likafanye
nyumba kwa nyumba katika sehemu hiyo ambapo kunakuwa. It's a very exciting time. Ni jambo nzuri sana wakati wa mawasha kama haya Nigeria. Nashukuru sana. Asante sana. By invitation. Jamani, you must be a member of the WBS team. You must be working, and you have to be properly invited at the registration desk. You will submit your invitation letter, and they cross-check your name, and then they give you a tag. You enter. You cannot come there. There are over 5,000 congregations, and we invite only 500. We used to have what we call gate crashers. Those who were not invited, they want to come, they come and hang at the door. Jamani, hii workshop, hii matengenezo tunaojifunza ni kwa mwaliko maalum. Mwaliko sio maalum. Unapewa mwaliko. You have attended. Yes, nilikuwa nao. Nilivaa wale ambao hawakuvaa kule Nigeria hawezi kuingia. Kuna watu wamesimama mlangoni. Kwa hiyo mmeona hii ni special kwa ajili yenu watenda kazi. Bwana asifiwe. Amina. Anasema kitu kingine ambacho anasema ni kwamba katika aliyosema ndugu, tutakapoandaa hiyo workshop nyingine, naongezea alichokisema Boaz kwamba wale watakao walikwa unakuwa tayari una barua ya mwaliko. Ile barua ya mwaliko ndo utaleta kwenye meza inayosajili waalikwa. Unaona, jina lako linaandikwa, sio kwamba litaandikwa kutoka hewani. Linaandikwa, unatengenezewa kitambulisho, halafu unaingia. Anasema kwao makusanyiko 5,000 wanaalika watu 500 au 600 katika watu milioni 1 na unaona kwamba wanachagua watu wanaokuja. Ni wale tu wanaojihusisha kikamilifu na kazi ya Mungu ndio ambao wataalikwa. Wale ambao watakuwa ni WBS team kwa ajili ya uinjilisti. Sio kwamba kubagua, hapana, lakini tujitahidi kufanya kazi ili tuendelee kupata mafunzo. Can I say something also? How many of you have spent transport money to come to this place? Ni wangapi miongoni mwenu wametumia pesa kusafiri kuja hapa? Yes. Wengine look at all those hands. Wengine mmeruka kwa ungo. I cannot pay transport for that. Anasema angalieni mikono yote hii. Hakuna aliyewalipia nauli, hata yeye hawezi kufanya hivyo. But now listen. Sasa sikiliza. You have all voiced that you want to do this every year. Tayari mmeonyesha kabisa kwamba mnataka kufanya hivi kila mwaka. You need to go back to your churches. Sasa mnatakiwa mrudi katika makusanyiko yenu. You need to tell them how much beneficial this program was. Na muambie jinsi kazi hii ni muhimu sana na ina faida. How much this program is going to help their church. Na ni kwa kiasi gani itaweza kusaidia kusanyiko lako. And you need to tell them that they need to prepare themselves to pay for your transport next year. Na kuambia kwamba wanatakiwa wajiandae kidogo kidogo kuweza kuwalipia nauli kwa support kuja kwenye warsha pale itakapofanyika. How about making it East Africa or the whole Tanzania?